ni wajibu mzito sana leo upo katika Wakristo. Wakristo tunatakiwa kuwa makini kwa sababu kuna vitu vingi vya ibada ambavyo shetani anavileta, na wakati huo Wakristo tunakuwa maskini, hatuelewi. Ukiangalia katika kitabu cha Efeso, kwanza nianzie hapo, tunatakiwa tujue na hata ukisha kuja kujua ya kwamba kuna uongo hapo, kuna uongo, unapaswa kuweza kuacha kwa gharama yoyote, kwa sababu hapo utakuwa umeweza kwenda mbali na utukufu wa Mungu. Tunaingizwa katika shimo pasina kujua, lakini tukisha kuja kujua, hebu na tuache. Katika Efeso 5 mstari wake ni wa 17, anasema kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Hapa ndipo tunapoanza safari yetu. Kwa hivyo utakuja kuona ya kwamba Mungu ametuandikia tusiwe wajinga. Unaona, kwa kupitia Paulo anatuambia tusiwe wajinga, tujue ni yapi yaliyo mapenzi ya Mungu. Sasa leo kuna nyumba za waumini wengi zikiwa na picha katika ukuta. Unakuta kwamba hapo kuna picha ya mtoto, hapa kuna picha ya mama, hapa kuna picha ya nani. Sasa hata wageni vile wakija wanakuwa na ngai. Sasa kuna kisa kimekuwa itokea, mama White akija akipita katika nyumba na katika kuta za hawa watu, akishangaa kabisa kwa ujumbe aliopewa, hiyo ni ibada ya sanamu inafanyika katika nyumba za Wakristo. Na wengine wameenda mbali, hata wanaweka picha ya Yesu. Sasa anaonekana kama Yesu. Tena hiyo ndio hata msijaribu kabisa. Kama wewe ni Mkristo na umeweka picha ya anayesemekana kuwa ni Yesu, kwanza huo ni uongo ya kwanza. Ya pili ndio hiyo sasa ibada sanamu ya picha kama picha nyingine. Kwa hiyo unawaambia watu kama ndio Yesu yuko pale, kitu ambacho ni uongo. Sasa kabla sijasoma hii nukuu, utaenda usome mwenyewe pia nukuu ya Testimony to the Churches Gombo la Pili, ukurasa wa 127, utasoma hiyo. Sasa mimi ngoja niweze kukusomea katika kitabu cha ujumbe kwa vijana, ukurasa wa 299, uone hatari ilivyo, na kuanzia leo uweze kuona na kuweza kuwaambia Wakristo wengine waachane na hii ibada ya sanamu kabisa. Mungu atusaidie. Sura ya 105 anasema hivi: nilipotembea katika nyumba za watu wetu na shule zetu, nimeona kila nafasi inayopatikana kwenye meza na vitu mbalimbali, na shelfu za vitabu zimejaa picha. Upande wa mkono wa kulia na mkono wa kushoto zimeonekana picha za nyuso za wanadamu. Mungu anataka utaratibu huu ubadilishwe. Nimenyamaza kidogo ingie vizuri kabisa uone. Mungu amehitaji huo utaratibu ubadilishwe. Naendelea na nukuu. Ikiwa Kristo angekuwa duniani, angesema ondoeni vitu hivi mahali hapa. Umeona Anasema nimepewa maelekezo kuwa picha hizi ni kama sanamu nyingi, zimechukua muda na akili ambazo vimepaswa kuwekwa wakfu kwa Mungu katika hali ya kicho. Unaona, sasa niruke paragrafu ya pili, utaenda usome pia mwenyewe. Lakini paragrafu ya mwisho hapa inasema, sasa inaendelea, anasema huu utengenezaji na ubadilishanaji wa picha ni aina ya ibada ya sanamu. Shetani anafanya kila analoweza kutufunika macho tusione mbingu. Hebu tusimsaidie kwa kutengeneza sanamu za picha. Inatupasa kufikia kiwango cha juu zaidi kuliko kiwango kinachowasilishwa na nyuso hizi za wanadamu. Bwana anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa hiyo huo ni mtego mojawapo Shetani anapitia. Kwa hivyo Wakristo wanapaswa kujua ya kwamba huu nao ni mtego ili waweze kumshinda. Ninaomba niweze kumalizia na nukuu moja na andiko hapa, andiko la Wakorintho wa pili 2:11. Sikiliza kwa makini. Anasema Shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Tujue kwanza mapenzi ya Mungu. Katika Efeso anatuambia, lakini katika Wakorintho anatukumbusha ya kwamba tuzijue fikra za Shetani asipate kutushinda abadan. Mungu atusaidie katika jina la Yesu.